Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Janabi, WHO Africa ahimiza umoja kuanza na vipaumbele 7. Samia asema ujuzi uzoefu wake vita inufaisha Afrika. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majaliwa tumedhamiria miradi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 3. Bilioni 11 kutengwa kununua mitambo ya mkonge. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yatangaza ajira 694 walimu wa kujitolea. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Watalii 556,397 waja Tanzania miezi mitatu. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Gwajima ashauri wapenzi wasipigane picha falagha. Habari katika ukurasa wa 3. Nishati chafu ya kupikia yanaiwa kuharibu mimba. Habari katika ukurasa wa 2. 4 mbaroni wizi wa mabomba mradi wa maji. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni chanzo maafa mgodini, wachimbaji hofu ya tanda, wengine kubaki chini ya kifusi, kazi ya uokoaji yasitishwa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Michael Nzibanziba. Hiki kitalo, wachimbaji waliofika asubuhi ni wengi sana, hawa waliokolewa ni wachache. Tunaomba uchunguzi zaidi ufanyike ili waliobaki chini waokolewe. Kuna jamaa zangu wako chini na tulikuwa tunawasiliana, sasa hawapatikani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Gazeti limeandika ripoti maalum, janga la bandari bubu linavyong'ata na kupuliza. 964 idadi ya bandari bubu zilizopo nchini, huku 329 zikiwa ziwa Victoria, 240 ziko kwenye mwambao wa bahari ya Hindi, 108 zipo ziwa Tanganyika. Lakini pia gazeti hili limeandika kesi ya Habin Said, Zito Kabwe nitausema ukweli wote kortini. Habari katika ukurasa wa 5. Ndoa ya G55 Chauma, mambo safi bado sherehe. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Profesa Janabi alivyoshinda kwa kishindo, ukiachana na sifa na uwezo wake, kuna sababu mbalimbali zilizomfanya Profesa Janabi kuibuka na ushindi dhidi ya upinzani wake watatu. Profesa Janabi ameshinda kwa kupata kura 32 kati ya 46 zilizopigwa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika biashara ya jeneza jirani na hospitali inavyowapa kihoro wagonjwa. Habari katika ukurasa wa 5. Wanahisa CRDB kugawiwa gawio la bilioni 170. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti Mwananchi, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Profesa Janabi ashinda kwa kishindo WHO, awabwaga wengi, kete zilizompa ushindi hadharani
ni uzoefu wake pamoja na Rais Samia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti limeandika umeme wa jua kupunguza gharama uzalishaji migodini. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. CCM yahimiza amani mazishi ya Padre Mkwera. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Gazeti limeandika TAMISA yataka kudhibiti wanachama wake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Watanzania waaswa kuchagua viongozi waadilifu wazalendo. Habari katika ukurasa wa 8. Mafunzo ya mfumo wa defund miss yatolewa kwa wadau. Habari katika ukurasa wa 5. UN sitisheni vita Gaza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. NCAD suluhisho la kidigitali linagusa maisha ya Watanzania. Habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Jacob Mboya anasingiziwa afunguka kwa undani yanayoendelea ndani ya chama, viongozi wanachama waendelea kutimka Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili ya Boniface Jacob maarufu kama Boniai ikisema, na kumekuwa na maneno kwamba haya yote yanayoendelea ya kuhama na nini, Mbowe yuko nyuma yake. Kama Mbowe ndiye aliyekuwa anatoa maelekezo hayo, tafsiri yake ni kwamba vijana wake wote tungekuwepo tunatekeleza hayo. Hayo si maelekezo yake kwa sababu hajaita kikao na kuelekeza hayo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mambo 7 yaliyombeba janabi ya WHO. Habari katika ukurasa wa 19. Sura mpya kesi ya Tundu Lissu mahakamani leo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Maisha baada ya kifo, hatari ya kuwa na mali za siri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika nyuki wavamia makazi wajeruhi watu 4. Habari katika ukurasa wa 8. Amos Makala jibu mapigo ya Chadema. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili linaonyesha habari, picha ikimuonesha Zitto Kabwe. Lakini pia michezo katika ukurasa wake wa mbele limeandika Fadlu aitangazia kiama RS Berkane. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, utekelezaji lani utaipa ushindi CCM. Habari katika ukurasa wa 2. Ajira 14,000 zimepatikana ndani na nje ya nchi Sharifu. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika Profesa Janabi ashinda nafasi ya ukurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Watumishi wa umma wasisitizwa kuwa wazalendo. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania yaanza mkakati kuwa na satellite yake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Nalo gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatatu leo ni Janabi abeba mikoba WHO. Rais Samia mpongeza kwa ushindi, aeleza alivyo na imani naye katika nafasi hiyo barani Afrika. Kabla ya kuibuka mshindi, alinadi vipaumbele 7 mbele ya mawaziri wa afya kwa nchi wanachama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Majaliwa ujenzi wa miradi ya maji washika kasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rais Mwinyi atabiri ushindi mkubwa CCM, awataka wananchi kutofanya makosa siku ya uchaguzi mkuu, waipigie kura CCM iendelea kushika dola. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika viongozi wa dini watoa neno, vyama vya siasa wasisitiza umuhimu wa kutumia lugha za staha wakati wa kampeni. Habari katika ukurasa wa 3. Habari picha inamuonesha Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi. Gazeti limeandika mwarobaini uhalifu wa mitandaoni waja. Habari katika ukurasa wa 6. Chadema hakuja poa, wengine wafungasha. Mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema BAWACHA mkoa wa Njombe Veronica Mleganile, mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Wanging'ombe Patrick. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika ngoma bado mbichi, rekodi tamu zaibeba Simba Fadlu, kigogo wa TFF atia neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Kombe uwanjani, hii ni mara ya pili kwa Simba kucheza fainali kombe uwanjani baada ya ile ya mwaka 1990
93. Ni Simba dhidi ya Berkane Jumapili Mei 25. Gazeti hili limeandika Yanga yazibeba Azam FC Singida, yatinga fainali, igizima JKT ya Zezeki agwa kiaina. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Matokeo yake ni Yanga 2 JKT Tanzania 0. Mechi kupelekwa Amani litufumbwe macho. Ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika tajiri Maniu hofu tupu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Fainali Europa ni Tottenham dhidi ya Manchester United Mei 21 saa 4 kamili usiku. Gazeti limeandika EPL leo Jumatatu ni Brighton dhidi ya Liverpool, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. The Amex, pata nakala yako gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo. Ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania ni Yanga hiyo fainali shirikisho. Simba yapa kombe linabaki. Ujenzi Academy Malia wamkosha Majaliwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mbeumo achegelea kuwania tuzo England. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake nyuma. Kamata nakala yako some kwa ndani zaidi. Na gazeti Habari Leo linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.